Ukraine imeanza kuhamisha vitengo vyake vya kijeshi vilivyokuwa vinakabiliwa na hali ngumu ya kiutendaji na changamoto za kimbinu katika maeneo yanayozunguka mji wa Kupiansk ulioko huko mkoani Kharkov. Taarifa hii imeripotiwa muda mchache na mtaalamu wa kijeshi kutoka nchini Urusi anayefahamika kama Andrei Marchenko, na hii ni baada ya vikosi vya Urusi kuwazingira wanajeshi wengi katika makazi hayo. Hii ni taarifa kutoka mstari wa mbele wa kivita, na utasikia pia uchambuzi wa taarifa hii, undani wa taarifa hii, na kusihi basi ungana nami mwanzo hadi mwisho. Utafahamu kiundani kabisa kuhusu ambacho pia kinajili kutoka huko mstari wa mbele wa kivita, hasa mkoani Kharkov ambako vikosi vya Urusi pamoja na Ukraine pia mashambulizi makali yanazidi kuripotiwa, hasa Kupiansk, mji ambao Urusi inauhitaji kwa hali na mali. Kwa nini? Basi utasikia pia hapa katika undani wa taarifa hii. Ukraine imeanza kuhamisha vitengo vyake vya kijeshi vilivyokuwa vinakabiliwa na hali ngumu ya mashambulizi ya Urusi kwa changamoto pia za kimbinu katika maeneo yanayozunguka mji wa Kupiansk huko mkoani Kharkov. Hatua hii kwa mujibu wa mtaalamu wa masuala ya kijeshi kutoka nchini Urusi anayefahamika kama Andrei Marchenko, amesema ni sehemu ya mpango mpana wa kujaribu kuokoa ufanisi wa vikosi vya Ukraine vinavyokabiliwa na shinikizo linaloongezeka kutoka kwa majeshi Urusi katika mstari wa mbele wa kivita. Marchenko ameyasema hayo katika mahojiano na shirika la habari la TASS la huko Urusi, akifanua ya kuwa hali imekuwa ngumu kiasi cha kulazimu jeshi la Ukraine kufanya marekebisho ya nafasi na mpangilio wa vitengo vyake. Kwa mujibu wa taarifa za Marchenko, zimeeleza kuwa uhamisho huo wa vikosi unafanyika hasa katika maeneo ya makazi huko Kupiansk, Uzhhorod na Kovyshcharovinka ambayo yamegeuka kuwa kitovu cha mapambano makali katika wiki za hivi karibuni. Maeneo haya kwa muda mrefu yamekuwa na umuhimu mkubwa kimkakati kutokana na kuwa njia muhimu za ugavi, maeneo ya kujenga ngome, pamoja na kuwa lengo la kuingia katika maeneo mengine ya mashariki mwa Ukraine. Marchenko amebainisha kuwa hatua ya jeshi la Ukraine kuhamisha wanajeshi wake sio tukio la kawaida, bali ni hatua inayodhihirisha ugumu wa hali walionayo katika eneo hilo. Ujanja huu unahusiana moja kwa moja na hali ngumu ya kiutendaji na kimbinu kwa vikosi vya Ukraine katika eneo hili, amesema Marchenko, ambako pia jeshi la Urusi limeendelea kusonga ama kuongeza shinikizo katika sehemu hiyo ya mstari wa mbele, jambo ambalo limechangia kupungua kwa uthabiti wa vikosi vya Ukraine na kusukuma uongozi wao wa kijeshi kufanya maamuzi ya haraka. Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, amesema kamanda mkuu wa vikosi vya kijeshi vya Ukraine anayefahamika kama Alexander Syrskyi amejaribu kutumia hatua hii kama njia ya kuhalalisha na kuboresha ufanisi wa vitengo vya Ukraine ambavyo vimekuwa vikikabiliwa na upungufu wa askari, uchovu wa mapigano wa muda mrefu, pamoja na changamoto za vifaa vya kijeshi. Kwa upande huo, Syrskyi ambaye amekuwa akiongoza mageuzi kadhaa ya kimkakati tangu ateuliwe kushika wadhifa huo, anadaiwa kuwa katika siku za karibuni amekuwa akiharakisha tathmini za kiufundi na kimbinu ili kurejesha uimara wa jeshi katika maeneo ambako kasi ya mashambulizi ya Urusi inaongezeka kila siku. Katika miezi ya hivi karibuni, ripoti nyingi zimeonyesha kuwa jeshi la Ukraine limeendelea kukabiliwa na changamoto za upungufu wa wanajeshi, hali inayotokana na majeruhi, vifo, pamoja na ukosefu wa askari wapya wa kujaza safu zilizopungua. Hali hii, kama inavyoelezwa na wachambuzi mbalimbali, imeathiri uwezo wa Ukraine kuimarisha ngome zake au kujibu mashambulizi ya Urusi kwa kiwango cha kutosha. Katika mazingira ya sasa ya operation, hata hatua ndogo ya Urusi katika mstari wa mbele imekuwa na athari kubwa na mpangilio na uwezo wa jeshi la Ukraine kutetea maeneo yake. Kwa upande wake, Urusi imekuwa ikiongeza mashambulizi na kasi ya operation zake za ardhini pamoja na angani katika maeneo ya mashariki na kaskazini mashariki mwa nchi ya Ukraine, ambapo hatua hii imewafanya wanajeshi wa Ukraine kuingia katika mapambano magumu, hasa katika maeneo yenye umuhimu wa kimkakati kama Kupiansk, ambayo Urusi imekuwa ikiyalenga kutokana na umuhimu wake katika usafirishaji wa vifaa hasa vya kijeshi na uwekaji wa askari. Siku ya Jumatano wiki hii, mtaalamu mwingine wa kijeshi aliyefahamika kama Vitaly Kiselyov
alithibitisha kuwa wanajeshi wa Urusi walikuwa tayari wameingia katika viunga vya Kupiansk, Uzlavoy na kwamba mapigano makali yalikuwa yakiendelea katika eneo hilo. Kwa mujibu wa Kiselovi, alisema hali ya mapambano imekuwa ikibadilika haraka, huku vikosi vya Urusi vikirekodi hatua ndogo ndogo za kusonga mbele ambazo kwa ujumla wake zinachangia kubana nafasi ya vikosi vya Ukraine. Kupiansk, Uzlavoy, tofauti na maeneo mengine ya Kharkov, ni kitovu muhimu cha kimkakati kutokana na kuwa na miundombinu mikubwa ya reli na barabara zinazosaidia harakati za kijeshi, na ndio maana Urusi pia inapigana zaidi katika maeneo hayo. Kuingia kwa Urusi katika viunga vya eneo hilo kunaibua wasiwasi mkubwa kwa Ukraine, kwani kupoteza sehemu hii kunaweza kuathiri uwezo wake wa kupokea misaada kutoka maeneo ya nyuma na kupeleka askari katika maeneo mengine ya mstari wa mbele. Aidha, wanafunzi wa masuala ya kijeshi wanasema ya kuwa eneo hilo likiangukia mikononi mwa Urusi, basi linaweza kufungua njia nyingine ya kushambulia maeneo ya ndani ya Kharkov, jambo ambalo linaweza kuongeza ugumu wa mapambano ya Ukraine katika eneo hilo. Kwa upande wa Ukraine, hatua ya kuhamisha vikosi haimaanishi kukubali kushindwa, bali ni mkakati wa kupunguza hasara na kurekebisha safu katika maeneo ambayo yanaweza kudhibitiwa kwa ufanisi zaidi. Wachambuzi wanaona kuwa hatua hii inaweza kuwa jaribio la muda la Ukraine kutafuta nafuu na kupanga upya kabla ya kurudi katika mashambulizi au kuimarisha ulinzi. Hata hivyo, changamoto kubwa inayoikabili Ukraine ni uwezo wa kurejesha uthabiti wa vikosi vyake katika mazingira ambayo Urusi imeonekana kuongeza kasi ya operation zake za ardhini. Katika miezi kadhaa iliyopita, Urusi imeongeza matumizi ya ndege zisizo na rubani, makombora ya masafa ya kati pamoja na uhamishaji wa wanajeshi wengi katika maeneo yanayopakana na mkoa wa Kharkov. Kasi hii imeifanya Ukraine kutumia rasilimali nyingi katika kuzuia mashambulizi, jambo ambalo linaathiri uwezo wake wa kuanzisha mashambulizi mapya. Katika mazingira ya sasa, wadadisi wa masuala ya kijeshi wanaona kuwa wiki chache zijazo zitakuwa muhimu sana katika kuamua mwelekeo wa mapambano katika mkoa wa Kharkov. Na ikiwa Ukraine itaweza kuimarisha vikosi vyake vilivyochoka, kurejesha vifaa vya kijeshi na kupata msaada zaidi kutoka kwa washirika wake wa Magharibi, basi huenda ikafaulu kusimamisha kasi ya Urusi au angalau kupunguza athari za mashambulizi ya Moscow. Hata hivyo, ikiwa hali itaendelea kama ilivyo sasa, ikiwa ni pamoja na shinikizo la kila upande la kimashambulizi, inawezekana maeneo mengine ya mkoa huo yakajikuta katika hatari ya kuangukia mikononi mwa Urusi. Kwa sasa hali katika Kupiansk, hasa Kupiansk, Uzlavoy na Kovysharovinka inaendelea kuwa tete, huku taarifa kutoka pande zote zikiashiria kwamba mapigano bado yanaendelea bila dalili za kusimama. Wananchi wa maeneo hayo wamekuwa wakikumbana na mazingira magumu, ikiwemo kuhama makazi, ukosefu wa huduma muhimu, pamoja na hofu ya mashambulizi yanayoweza kutokea muda wowote katika maeneo hayo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya muda huu kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambako pia mashambulizi makali hasa huko Kupiansk mkoani Kharkov yamezidi kuripotiwa kila siku, ambako wachambuzi na wataalamu wa kijeshi pia wamezidi kueleza kila ambacho pia kinazidi kujiri huko mstari wa mbele wa kivita, ambako majeshi ya Urusi bado yanazidi kuongeza kasi ya mashambulizi, huku pia wanajeshi wa Ukraine wakirudi nyuma kwa kiasi kikubwa kutokana na ukosefu wa vifaa, kama pia namna ambavyo umesikia katika ripoti hii. Kwa hiyo na kuahidi kwamba pia taarifa zaidi utazidi kuzipata hapa. Endelea kunifuatilia na kutufuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa zaidi kutoka huko kimataifa na kitaifa pia.